السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أيها المشاهدون الكرام، ndugu wapenzi watazamaji, leo ni siku ya darsa ya balagha na kitabu tunachokwenda nacho ni Al-Balaghatul Wadhiha, na tuko katika kipengele kinachosema aqsamu tashbihi, lakini hatuko mwanzo, tuko kwenye tamrina ya kwanza. Lakini hiyo tamrina ya kwanza tuko katika kipengele cha 34, kwa sababu tamrina ya kwanza ilikuwa inasema bayin kulla naw'i min anwa'i tashbihi fi ma yati, bainisha kila aina miongoni mwa aina za tashbihi katika haya yanayokuja. Sasa kubainisha aina ya tashbihi tumekwenda kuanzia kipengele cha kwanza mpaka kipengele cha 33, na leo tunaanza kipengele cha 34 katika darasa ya aqsamu tashbihi, kubainisha aina za tashbihi. Kwa hiyo katika kipengele cha 34, waqala al-Ma'ari, na akasema bwana Ma'ari, huyu ni mshairi huyu, kasema nini? Kasema fakaanni ma qultu wal-laylu tiflun, kana kwamba mimi sikusema chochote na usiku ni kama mtoto mdogo. Wa shababu dhalmai fi unfuwani, na ujana ni kama vile viza katika mwanzo. Lailati hadhihi arusun minazanji, usiku wangu huu ni kama vile harusi inayotokana na kizazi cha Zanji. Kizazi cha Zanji asili yake ni kule Sudan. Alaiha qalaidu min jamani, juu yake pana vidani vinavyotokana na fedha. Haraban naumu anjufuni fiha, umekimbia usingizi ndani yake kutoka kwenye kope zangu. Harbal amni an fuadi aljabani, ukimbiaji wa amani kutoka kwenye kifua cha muoga au kutoka kwenye moyo wa muoga. Sasa unaangalia aina ya tashbihi katika mashairi haya. Kipengele cha 35, tamrina ya kwanza katika somo la aqsamu tashbihi. Waqala Ibn Taawidhi, na amesema Ibn Taawidhi, rakibu dayaji wasuruju ahilla, wamepanda farasi mweusi na matandiko yaliyoko juu ya farasi ni kama vile mwezi muandamo. Wahum buduru, na wao ni kama vile miezi ya tarehe 13, 14, 15. Wal asinnatu anjum, na ncha za mikuki ni kama vile nyota. Sasa humo pia unatakiwa utafute anwa'u tashbihi. Waqala Ibn Waqi'i, na amesema Ibn Waqi'i, sulla saiful fajri min ghamadi duja, umenolewa upanga wa alfajiri kutoka kwenye ala yenye kiza cha usiku. Wataari lailu min thawbil ghalas, na umevua usiku vazi lenye giza la alfajiri. Pia unatakiwa uangalie aina ya tashbihi hapo, kama vile tulivyoelekeza huko mwanzo kwamba unatakiwa ubainishe aina za tashbihi. Sasa na hapa tunakuwa tumemaliza ile tamrina ya kwanza katika somo letu la aqsamu at-tashbihi. Kinachofuatia sasa hapa ni tamrina ya pili katika somo letu la aqsamu at-tashbihi. Tamrina ya pili anasema ij'al kulla tashbihi min at-tashbihaini al-atiyaini, ijaalie kila tashbihi miongoni mwa hizi tashbihi mbili zinazokuja
mufassalan muakkadan, kuwa ni tashbihi mufassala muakkada. Na tumesoma huko tashbihi ambayo ni mufassala muakkada ni ipi, tumesoma. Thumma baligha, kisha baada ya hapo uijalie kila tashbihi kuwa ni tashbihun balighi. Sasa akaleta tashbihi akasema, wakaanna imadha suyufi bawariq, kana kwamba mmeremeto wapanga ni umeme wa radi wenye kumeremeta. Wa ijaju hailihim, na vumbi la farasi wao, sahabu mudhlim, ni kama vile kiwingu chenye giza, chenye kuleta giza. Sasa ijalie kila tashbihi moja miongoni mwa hizi tashbihi mbili ambazo nimezisoma hapo, kwanza iwe ni mufassala muakkada, lakini pia uje ujalie iwe ni tashbihi baligha. Hiyo ni tamrina ya pili. Tamrina ya tatu katika somo letu la aqsamu tashbihi, ij'al kulla tashbihi min at-tashbihaini al-atiyaini mursala, ijaalie kila tashbihi miongoni mwa tashbihi mbili zijazo kuwa ni mursal. Kila tashbihi ifanye kuwa ni mursal. Thumma mursalan mujmal, kisha baadaye sasa ulete tena iwe ni mursal ambayo ni mujmal, na tumesoma huko mwanzo. Tashbihi zenyewe zikoje? Asema ana narun, mimi ni moto, yani mimi ni kama vile moto. Baada tashbihi imeondoshwa hapa, ana narun, mimi ni moto, fi murtaqa nadhar alhasid, katika daraja ya jicho la mtu mwenye husda. Maun jari, ni kama vile maji yenye kupita, ma'al ikhwani, pamoja na ndugu. Sasa kila tashbihi miongoni mwa hizi tashbihi mbili unaifanya kuwa mursal, na baadaye unaifanya kuwa mursal na mujmal. Tamrina ya nne, ij'al at-tashbih al-ati, ifanye tashbihi ijayo. Ij'al at-tashbih al-ati, ifanye tashbihi ijayo muakkadan mufassalan, kuwa ni tashbihi muakkad mufassal. Thumma baligha, kisha baadaye ifanye kuwa ni tashbihi baligh. Wa huwa fi wasfi rajulaini, nako ni katika kuwasifia wanamume wawili, ittafaqa ala alwishayati baina an-nas, walioafikiana juu ya kufanya ghushi baina ya watu. Wasifie kwa mara ya kwanza, uwasifie hali ya kuwa umeweka tashbihi muakkada mufassala. Mara ya pili unasifia hali ya kuwa umeweka tashbihi balighi. Akaleta mfano wa tashbihi akasema, kashaqai maqassi tajamma'tuma, ni kama vile pande mbili za mkasi mmekusanyika, ala ghairi shay'in, juu ya kitu kisichokuwa chochote, si watafaruka, zaidi ya kufarakana. Sasa mara ya kwanza unafanya kuwa ni muakkada mufassalan, mara ya pili unafanya kuwa ni tashbihu balighi. Tamrina ya tano katika aqsamu tashbihi inasema, kawin tashbihati mursala, unda tashbihi ambazo ni mursal, bihaithu yakunu kullu mimma yaati mushabba, kwa namna ambayo kitakuwa kila kinachokuja miongoni mwa haya yanayokuja kiwe ni mushabbaha. Yani na maana tayari amekwisha kuwekea mushabbaha, wewe unaangalia vingine ambavyo havijawekwa hapo. Almau, maji, unafanya almau kuwa ni mushabbaha. Alqala'u, ngome, hilo neno unalifanya kuwa ni mushabbaha. Alazharu, maua, unafanya kuwa ni mushabbaha. Alhilalu, mwezi muandamo, unafanya kuwa ni mushabbaha. Asayara, gari, unafanya kuwa ni mushabbaha. Alkarimu, unamfanya kuwa ni mushabbaha, mkarimu huyo. Arra'du, neno ra'di ambalo likiwa na maana ya radi unafanya kuwa ni mushabbaha. Almataru, ikiwa na maana ya mvua, unafanya kuwa ni mushabbaha. Kwa haya maneno unafanya tashbihi mursal, lakini haya maneno unayafanya kuwa ni mushabbaha. Na tashbihi mursal tumekushasoma ni tashbihi gani? Tashbihi mursal ina nini na nini, ina vitu gani katika zile nguzo nne zile. Katika wajhu shabahi, kuna adatu tashbihi, lakini pia kuna mushabbahu na mushabbahu bihi. Sasa nini kimeondolewa hapo na nini hakijaondolewa hapo, tumesoma huko nyuma. Lakini tamrina ya sita, kawin tashbihati muakkada, unda tashbihi ambazo ni muakkada, bihaithu yakunu fiha kullu mimma yaati mushabbahan bihi, kwa namna ambavyo
liwe kila neno ndani yake katika haya maneno yanayokuja liwe ni mushabbaha bihi. Kule mwanzo ilikuwa liwe mushabbaha, lakini hapa sasa ulifanye kuwa ni mushabbaha bihi. Neno la kwanza ambalo utakiwa ulifanye kuwa mushabbaha bihi kwa kuliundia tashbihi ambayo ni muakkad ni hili neno nasimu. Nasimu maana yake ni upepo mwanana. Ma'u zulalu maana yake ni maji ya baridi au maji matamu. Jannatul khuldi, pepo ya bustani ya milele. Burju Babil, mnara wa Babel. Durru, madini ya durri. Zahratu nadhira, ua lenye kuchanua. Naru muqada, moto wenye kuwashwa. Albadru, mwezi. Almutaalliqu, chenye kumeremeta. Almutaalliqu ni kitu chenye kumeremeta. Sasa haya maneno unayafanya kuwa ni mushabbaha bihi, uyaundie tashbihi ambayo ni muakkad. Tamrina ya 7, kawin tashbihati baligha, unda tashbihi ambazo ni baligh. Yakunu fihi kullu mimma yaati mushabbaha, liwe ndani yake kila neno miongoni mwa haya maneno yanayokuja liwe ni mushabbaha. Al-lisan ikiwa na maana ya ulimi, al-malu ikiwa na maana ya mali, asharafu ikiwa na maana ya utukufu, al-abnau ikiwa na maana ya watoto, al-malahi pumbao, al-dhalilu dhalili, al-hasadu hasadi, at-ta'alim kujifundisha. Maneno haya unayafanya kuwa ni mushabbaha, lakini tashbihi unayoiunda ni tashbihum balighi. Tamrina ya 8, ishraha qawla ibn Ta'awidhi biijaz, ishereheshe kauli ya Ibn Ta'awidhi kwa mukhtasar, biijaz kwa mukhtasar. Fi wasfin bitikha, katika kulisifia tikiti maji. Wabayyin anwa' at-tashbihi fihi, na ubainishe aina za tashbihi zilizomo ndani yake. Na mfano akakuwekea, manake alikwambia ushereheshe kauli ya Ibn Ta'awidh. Kauli gani ni hii hapa? Ibn Ta'awidh anasema hulwatu riqi halalun, utamu wa mate ni wenye kufungua. Damuha, damu yake, fi kulli milla, iko katika kila uchovu. Nisfuha, nusu yake, badrun, ni mwezi wa tarehe 13, 14, 15. Wa in qasamtaha, ukiugawanya huo mwezi, sarat ahila, unakuwa ni mwezi muandamo. Analisifia tikiti maji, utamu wa mate, utamu wa tikiti maji ni wenye kufungua. Damu yake ni katika kila uchovu. Nusu yake ni mwezi wa tarehe 13, 14, 15. Wa in qasamtaha, ukiugawanya, sarat ahila, unakuwa ni mwezi muandamo. Tamrina ya 9, wazin baina qawlai abil fathi kushajim, weka kwenye mizani au ziweke kwenye mizani baina ya kauli mbili za abil fathi kushajim. Fi wasfi rawdataini, katika kusifia bustani mbili. Thumma bayyin naw'a kulli tashbihi bihima, kisha ubainishe aina ya kila tashbihi katika hizo bustani mbili. Kila aina ya tashbihi ubainishe. Kwanza weka kwenye mizani baina ya kauli mbili za Abil Fathi Kushajim katika kusifia bustani mbili, kisha ubainishe aina ya kila tashbihi katika kauli hizo. Akaleta maneno haya akasema, waraudhu an sani'il ghaidhi radhin, waraudhun, na bustani, an sani'il ghaidhi, kutokana na kitendo cha mvua, radhi, ni yenye kuridhia, yani ni yenye kupamba. Kama radha sadiqu ani sadiq, kama rafiki alivyomridhia rafiki yake. Yu'iru rihu bin nafahati rihan, ni kama vile upepo unaoleta harufu nzuri. Kaanna tharahu min miskil fatiki, kana kwamba ardhi yake ni udongo uliochanganywa na miski. Kaanna tilla muntashiran alayhi, kana kwamba ni mvua yenye kuenea juu yake. Baqaya dam'i fil khaddi almashuqu, ni kama mabaki ya machozi katika shavu la mpenzi. Ghaithu atana mu'dhinan bil khafdhi, mvua imetuijilia hali yako ni yenye kutangaza maisha mazuri.
muttasilul wabalu sari'ur rakadh, yenye kushikamana na mvua nyingi yenye mtiririko wa haraka. Fal ardhu tujla bin nabati alghadhi, basi ardhi hudhihirisha kwa kuleta mimea iliyonawiri iliyo safi. Fi haliha, katika pambo lake, almuhmar, lenye rangi nyekundu, walmubyadh, na lenye rangi nyeupe. Wa aqhawani kaljubni almuhdhi, wa aqhawani kaljubni almahdhi, na mmea wa rabii ni kama vile siagi iliyo safi. Wa narjisun zakin nasimi bidhi, na ua la narjis lenye kuitakasa hewa yenye upepo mwanana. Wa narjisu zakin nasimi bidhin, na ua la narjisi ni lenye kuitakasa hewa yenye upepo mwanana. Mithlul uyuni, ni mfano wa macho. Runniqati almaghmath, kama macho yaliyofunikwa na usingizi. Tarnu fayaghshaha alqura fatudha, hukodoa na hufunikwa na usingizi. Yani tarnu hukodoa, fayaghshaha alqura, hufunikwa na usingizi, fatudha, na mtu husinzia. Kwa hiyo kwenye maneno haya unayaweka katika mizan, katika kusifia bustani mbili, na unabainisha aina ya tashbihi katika kauli hizo mbili. Tamrina ya 10 ambayo leo sasa itakuwa ni tamrina ya mwisho katika hii aqsamu tashbihi, na baada ya hapo tunaingia sasa dalilul ijaba, majibu yote ambayo tumesoma katika somo hili tunalolimaliza. Tamrina ya 10, sif biijaz lailatan mumtira, sifia kwa mukhtasari usiku wenye mvua. Wahati fi ghudhuni wasfika, na ulete katika kutumikisha wasifu wako, ulete nini? Tashbihaini mursalaini, tashbihi mbili ambazo ni mursal, ambazo ni mujmalaini. Wa akhiraini balighaini, na ulete zingine mbili ambazo ni tashbihu balighi. Yani unasifia kwa mukhtasari ule usiku wenye mvua kwa kutumikisha wasifu wako, kuweka tashbihi mbili ambazo ni mursal na mujmal, na nyingine mbili unaleta ambazo ni balighi kwa kusifia usiku wenye mvua. Bila shaka ukirudia tu masomo ya nyuma namna tulivyoanza, utajua tu namna ya kujibu hizi tamrina. Leo tutaishia hapa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akituwafikia, somo linalofuata al-ijabatu an tamrini al-awwal, yale majibu ya tamrina ya kwanza. Uzuri mualifu ameweka na majibu yake. Sasa wewe ukiwa mvivu utangojea majibu, lakini kama wewe ni hodari utajibu kabla ya kungojea majibu yangu mimi. Kwa hiyo tutakuja kujibu hapa kunako tamrina ya kwanza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ndugu mtazamaji, darsa hizi zinaletwa na thawabu zake tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala azifikishe kwa mashekhe zetu, waalimu zetu waliotufundisha, lakini pia wazazi wetu wametusimamia katika elimu hii. Na sehemu ambayo tumeteleza, namba ziko hapo, nipigie, nielekeze, na mimi nitakubali kuelekezeka, kwa sababu alkamalu lillah, ukamilifu ni wake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wewe ambaye utahitaji kupata faida juu ya haya tunayoyafundisha, tunalo grupu letu linaloitwa Masjid Zainab Nyashishi. Unaweza kunitumia message inbox ya kuniomba nikuunge, nitakuunga, na humo kwenye grupu sasa utakuwa unapata linki za darasa hizi. Lakini na wewe pia sambaza kwa watu wengine ili waweze kupata faida. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tawfik, innahu waliyut tawfiqi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.